walifurahi sana. Na baada ya hapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawadha al-hajar fi ridai, akalichukua lile jiwe na kisha baada ya hapo akaweka kwenye kilemba. Baada ya kuliweka katika kilemba, watalaba min kulli ra'isin ayyumsika, akataka kila mkubwa wao, kama tulivyotaarifisha kidogo nyuma kwamba kila mtu alokuja na mwenyekiti wao kwamba wanamtaka kila mwenyekiti ayyumsika, ashike ile ncha minaridai, ya kile kilemba. Kisha baada ya hapo, baada ya kushika, thumma amara bihi rasuli sallallahu alaihi wasallam birafaihi, kisha akamwamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wainyanyue wote kwa pamoja. Wale wakubwa wakanyanyua. Walamma wasalu bihi ila mawadhihi, nazama walipofika katika sehemu ya kuweka lile jiwe, akhadha ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam biyadihi sharifa, alilichukua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lile jiwe kwa mkono wake mtukufu. Kisha baada ya hapo, fawadaa fi mawdhi makanihi, kisha akaliweka katika sehemu linalokuwa linastahili kuwekwa lile jiwe. Yani waliponyanyua, walipokaribia ile sehemu ya kuliweka lile jiwe, kisha baada ya hapo akawaamrisha waliweke chini, na kisha baada ya pale akalichukua yeye mwenyewe kwa mkono wake na akaliweka sehemu ambayo lililokuwa linastahili kuwekwa lile jiwe. Kisha baada ya hapo anasema fazala khilafa bihukmihi, zikaondoka ikhtilafu zile ambazo walikuwa wanakhtalifiana, nani atanyanyua, nani ataliweka jiwe jeusi sehemu yake. Zile khilafu zikawa zimeondoka. Baada ya kuondoka, wataajabat Quraish bihukmihi au bikuwati fakirihi, walistaajabu sana Makuraishi, wakasema ama kweli huyu bwana ana fikra za hali ya juu sana, kwamba sisi tulitakiwa kwamba kila mmoja bwana wewe chukua peleka au wewe rudisha hapa, lakini amekuja na ajabu ya fikra kubwa, kwamba alipokuja na ile fikra kwamba kila mmoja ashike sehemu ya ridai au kile kilemba, kisha baada ya hapo tukanyanyua tukafika sehemu, na kisha baada ya hapo akalichukua yeye mwenyewe kwa mkono wake mtukufu, na kisha baada ya pale akaliweka. Kwa hiyo wakastaajabu Makuraishi kwa ukubwa wa fikra zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba uaminifu ndio unatufanyia sisi maisha yetu kuwa mepesi na maisha yetu kuweza kwenda vizuri. Kwa hiyo kama tutadumu na uaminifu, hakika hata maisha yatakuwa ni mepesi. Maisha yatakuwa ni mepesi, ambapo pale ambapo tutaandamana na umchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba kama utakuwa na uaminifu, basi hakikisha na imani inakuwepo kwa mtu huyo. Imani ya sawasawa inakuwepo kwa mtu huyo. Hakuna mtu mwaminifu alafu ndani yake hakuna imani ya sawasawa. Mtu wa design hiyo ndani yake kunayo imani ya sawasawa, na ndio maana anayo hofu ya kwamba kitu alichokichukua si amana yake. Na akizingatia Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje, inna Allaha ya'muru an ta'uddu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kuzirudisha amana kwa watu wa hizo amana zao. Kwamba akiwa na yakini kwamba nilichokichukua si amana yangu, na Allah anaamrisha kuirudisha amana sehemu ambayo ni ya mstahili, anayestahili kupata amana hiyo. Kwa hiyo ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba riziki yako tambua Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia riziki yako, na hauwezi ukafa isipokuwa umekamilisha riziki yako. Kwa hiyo usipambane kwa kusema mimi sasa nimelogwa, maisha yangu uko vipi. Hapana, kwamba wewe sio umelogwa. Maisha yako Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ameyamiliki. Riziki yako yeye ndo anajua. Na ndio maana mtu analala asubuhi hajui anashindaje, lakini inapofika mchana mtu anapata riziki ya chakula, na baada ya jioni anapata riziki ya chakula na anarudi kulala, lakini mfukoni hana kitu. Sisi tunazo sababu za kuzungumza au za kutembea au za kufanya harakati, lakini tutizame kuna viumbe ambao wao hawana vitendea kazi, wala hawana maduka, wala hawana biashara, lakini wanapotoka asubuhi wanaamini ya kwamba inna Allaha yarzuqu.
kwamba Allah anaruzuku. Bata wanatoka kwenye viota vyao wanaenda kuzurura, lakini wanakula na wanarudi. Ndege wanatoka kwenye viota vyao wanakwenda wanazurura na wanakula na wanarudi. Kwa hiyo ikiwa hawa wanyama wanaruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi mimi na wewe tusiruzukiwe? Kwamba ikiwa una yakini na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndipo pale unapofikia pahala unaanza kukufuru maisha yako, kwamba si vingine isipokuwa ndani ya maisha yangu kuna mkono wa mtu, au kuna mtu mimi amenipakazia maisha haya. Tambua kila kitu kinakuja kwa wakati maalumu ambao amekuandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba unaweza ukapata tabu ndani ya miaka kadhaa, lakini baada ya hapo ya dhiki ulizozipitia Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa faraja kupitia ile dhiki ambayo ulikuwa ukipitia. Kwa hiyo kama ulipata shida, kipato chako kilikuwa ni kidogo, riziki yako ilikuwa si kubwa, tambua baada ya muda huenda Allah akakupa, akakukunjulia zaidi na zaidi. Lakini ili akukunjulie zaidi na zaidi, anatukumbusha ya kwamba inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi. Lakini maadamu utakuwa umeshikamana na kipambo cha kumcha Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo tafuta riziki yako, lakini shughulika na ibada ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafuta riziki yako ya halali, lakini jipambe na kipambo cha kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafuta riziki yako kwa kupata tabu katika kuitafuta riziki yako, tambua Allah Subhanahu wa Ta'ala anaziona juhudi zako unazozipata, anaziona juhudi unazozitumia katika kutafuta halali yako. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وهو البر الكريم ودعوا الله وأنتم موقنون بالحجابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Awali ya kwanza baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini usi wa usikum binafsi bitaqwallahi marratan thani fi khutbati thani, ni wahusie sambamba na kuihusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Allah Tabaraka wa Taala katika hutuba ya pili, kwamba leo tulitizama hutuba yetu ilikuwa ikielezea kwamba al-amana tutajibu rizqa, uaminifu unaleta riziki, uaminifu unaleta riziki, kwamba ukiwa mwaminifu tambua ya kwamba unajitengenezea ukaribu wa kuwa na riziki karibu, kwamba unapokuwa mwaminifu tambua unajiwekea silaha, kwamba kila kitu ni amana, kwamba al-Qur'an amana, al-wudhu amana, kwamba hichi kila kitu ni amana. Qur'ani ni amana, kwamba inatakiwa uisome. Udhu ni amana, inatakiwa uhifadhi. Lakini tutambue watoto ni neema, lakini amana iko kwenye malezi. Amana ipo kwenye malezi. Malezi gani tunawapa watoto wetu? Na hiyo ndiyo amana. Na hiyo ndiyo amana. Ndio maana hata kule siku ya kiyama watoto watakaposimamishwa pamoja na mama yao katika kukushtakia wewe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawatasema baba sisi hakushughulika na sisi. Malezi gani walipatiwa? Malezi gani walipatiwa? Sasa hivi janga limeikumba dunia. Janga limeikumba dunia. Watoto sasa hivi hakuna mtu ambaye anapenda mwanae asome shule mbaya.
Kila mtu anatafuta shule inayofaulisha, kwamba watoto waweze kufaulu, waweze kuwa na PhD, waweze kuwa na madiploma, watu waweze kuwa ni wajuzi wa mambo ya kidunia. Lakini je, wale walimu wanafundisha sawa sawa? Wanawapa amana wanazostahili? Mtoto anaweza kusoma sawa sawa, lakini hawana amana ya malezi yaliyokuwa mazuri. Na ndio maana unaweza kukuta kiongozi mkubwa kasoma vizuri tu shule, lakini hana amana, hana uaminifu. Kuna madokta watu wamehonga watu kupitia waweze kuwa na zile sifa, lakini katika uaminifu wagonjwa wanaumwa, lakini wamepita katika hali ambayo sio ya uaminifu na wala hawakustahili kuwa na kile cheo. Kama unakuta watu wameajiriwa sawa sawa, lakini njia walizopita wamepita njia za shortcut, kwamba hawastahili kuwa na zile sifa, isipokuwa kilichofanyika ndani yake wamepitisha hongo. Lakini wagonjwa wanakufa na wala wao hawana sifa za kuwa kwamba wao ni madaktari, hawana sifa, ila tu wamepitisha kitu ambacho ni hongo. Sasa hili ni janga ambalo limeikumba dunia, kwamba wanazostahili haki zao sio wastahili, wasiostahili ndio wanaopewa haki zao. Kwa hiyo pia nayo si amana, kwamba anachukua amana ambayo hana uzoefu nayo wala hana ujuzi nayo. Kwamba hili ni janga, kwamba wezi wamekuwa ni wale ambao waliosoma. Ikiwa kama dini inamchukia tu mtu ambaye ni mwizi, ni mjinga lakini ni mwizi, inamchukia. Je, aliyokuwa msomi na anajua lakini ni mwizi? Kwamba tuangalia hata tunapokwenda sehemu sasa hivi, kwamba pasi na kupitisha chochote kitu, kwamba wanakwambia kabisa bwana, mkono mtupu wa ulabu bwana. Sasa hii si katika amana, kwamba uaminifu wako, tenda ile kazi kama ulivyoaminiwa kukaa kwenye kile kitengo. Kwamba umeaminiwa, umekaa sehemu kwa ajili ya kuwasaidia watu, kaa katika ile sehemu, wasaidie watu kwa kile ambacho wanastahili kusaidiwa. Lakini unabadilika sasa, unatoka kwenye ile amana watu waliokuaminia, unatoka kwenye ile amana unakuja kwenye chochote kitu. Sasa hiyo sio katika amana ulioaminiwa. Lakini ikiwa hali ni hiyo, kadhalika mtoto uliokuwa naye, mpe haki yake, kwa sababu hiyo ndio amana utakayokwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulimpa amana yake ambayo alistahili. Mtoto akiwa yuko vizuri, basi umempa ile amana yake, umempa kile ambacho alichokuwa anastahili kupewa, umempa kile ambacho alitakiwa aishi nacho kwenye maisha. Ndipo tutapata kama mtoto amepewa amana yake, haki yake, kwamba mtoto atakuwa ni mwenye kuhofu katika maisha yake, atakuwa ni mwenye amana, ni mwenye kuziogopa amana za watu, ni mwenye kuziogopa amana ambazo amekabidhiwa, atakuwa anaogopa amana aliopewa isimamie, atakuwa anaogopa kitu ambacho ni amana, kwa sababu al-amanatu tajlibu rizqa, al-amanatu, kwamba uaminifu ndio kila kitu. Uaminifu ndio utakufanyia maisha yako yawe vizuri. Kwa hiyo kwa haya tulododosa kwa leo, machache tuyafanyie kazi, tuweze kudili nayo, tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kuishi na jamii vizuri kwa kufanya yale ambayo tumeaminiwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن خليفة نبيك على ساقك سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحابه أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أفضل وأجل. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.